Hebu tuache kukariri. Leo nataka nikwambie kitu kimoja ambacho kinaweza kikakustaajabisha sana. Watu wengi tunaamini kwamba tezi dume kuvimba au mtu kupata saratani ya tezi dume inakuwa tu inategemeana na umri mkubwa, lakini umri peke yake sio chanzo cha tezi dume kuvimba. Kuna vitu vingine ambavyo vinaweza vikasababisha ukiachana na umri. Kwa mfano, kuwa na kiwango kikubwa cha homoni ya testosterone pia kinaweza kikasababisha mwanaume kupata tezi dume kuvimba. Lakini sio hivyo tu, mtu pia akiwa na genetic, yani mtu akiwa amerithi vinasaba, yani kwamba inawezekana mjomba wake, baba yake, nani yake wote walikuwa na hilo tatizo, pia huyu mwanaume anaweza akapata tatizo hili la kuvimba kwa tezi dume. Lakini pia mtindo wa maisha ambao tunaishi siku hizi, watu wengi tunakula vitu ambavyo havina faida sana katika miili yetu, na tunaacha vile vitu ambavyo vina umuhimu sana. Kwa mfano, mwanaume kuacha vyakula au vitu vyenye madini ya zinki ni kitu ambacho si kizuri. Mwanaume anatakiwa ale madini ya zinki sana kama anataka kutunza lile tezi dume lake. Lakini pia hapa nimeongelea kuhusu testosterone. Najua wewe unaweza ukasema kwamba inakuwaje wakati testosterone ni homoni ya mwanaume ambayo ndio anatakiwa awe nayo sana. Ni kweli, lakini sasa testosterone ikizidi huwa inahifadhiwa, na ikihifadhiwa inaweza ikabadilishwa kwenye kiambata kingine ambacho kinaitwa DHT. Sasa ikibadilishwa kuwa DHT, ndipo hapo matatizo ya tezi dume kuvimba, lakini pia mwanaume kuwa na upara. Yani kuna wale watu ambao umri umeenda afa na vipara, ile pia ni ongezeko kubwa la hiyo homoni ya DHT. Lakini kama unataka kuendelea kupata elimu kama hii, unaweza ukafollow ukurasa wetu kwa kubonyeza alama ya jumlisha, lakini pia unaweza ukaweka komenti yako hapa, ukaweka likes au ukatufollow ili uweze kupata masomo mazuri. Lakini pia kama wewe ni mwanaume ambaye una changamoto za mfumo wa mkojo au tezi dume, chukua namba yangu ambayo nipigie niweze kukusaidia jinsi gani ya kutatua tatizo hilo bila upasuaji wowote.